Tukikumbushana kwa majina, naitwa Tahir Abdurrahman Isa. Leo ni siku yangu ya pili ya kumalizia ile mada tulianzia Jumamosi iliyopita, na mada yenyewe ilikuwa ni umuhimu wa maji katika maisha ya kila siku kwa jamii yetu. Na pengine tukikumbushana, ile wiki iliyopita zaidi nilitegemea upande wa kuelezea ile Lamu Water ambao ndio ina jukumu kubwa katika mji wetu wa Lamu kuhakikisha watu wamepata maji safi na salama. Leo mada yangu itakuwa ni kuendeleza kwa nukuu mbili, ambao hizo nukuu ndo muhimu na ambao ndo kazi kubwa ya hiyo Lamu Water kwa jamii. Na moja wa nukuu ambao nitaizungumzia ni ugawaji wa maji, nikimaanisha vile maji yanapatikana kwa kila sehemu. Kisha na mada ya pili ambao ina umuhimu, yale maji yakishafikia watu mpaka majumbani kwao, zile bei zinatokana vipi na kuna malipo gani na gani na zapatikana kwa wakati gani. Nikianza rasmi kwa nukuu yangu ya kwanza ambayo inasema ugawaji ule wa maji, nikijaelezea kwa ufupi yale maji yenyewe kama nilivyoelezea yanatoka kule visimani Shela, kisha na huko ndo tunafanya treatment, na treatment yenyewe ni disinfection peke yake. Tuweka ile chlorine kusaidia kutoa wale vidudu katika hiyo maji. Kabla sijaingia ndani zaidi katika hiyo mada, kuna sababu ambazo zimetulazimisha kufanya ugawaji wa huo maji, na sababu kubwa ambayo imetulazimisha kufanya hivyo, tukiangalia sera ile hapa Lamu, ile demand ambayo inahitajika kwa siku na ile uwezo wa maji ambao tuko nao kwa siku. Uwezo ule ambao tumeruhusiwa kutoa kwa kiwango ni lita 1,600,000 kwa siku, ambao haturuhusiwi kutoa zaidi ya hapo, kuhofia ile maji tuki overpump yatabadilika na kuwa chumvi. Na tukiangalia kulingana na idadi ya ile watu wote ambao tuko nao tunawapatia maji, ile demand ambayo inahitajika hapa Lamu ni 3,500,000 ambao ni 3,500 cubic meter per day. Na nimesema kuwa tuko na supply ya 1,600 ambao tumeruhusiwa. Pia katika hiyo uwezo ambao tuko nao ya 1,600,000 pia hatuipati yote. Kuna maji huwa yapotea, aidha kwa zile pipe kupasuka ama italafu za ile mita, na kwa asilimia tunapoteza maji ya kiwango 40% katika kile uwezo ambao tuko nao. Kwa hivyo tuseme kwa siku tunatoa maji 1,500,000, sio maji yote hayo yanafikia watu. Kuna 40% inapotea njiani, na hiyo jukumu la kusaidiana ni sisi kama watu. Maana mimi niko na kofia mbili, mimi pia ni mteja na mimi pia ni mfanyikazi wa wote. Sasa hii nitaongea kama mteja. Sisi kama wateja tuko na jukumu kuhakikisha yale maji hayapotei. Kwa mfano, umeona maji yamwagika mahali na umejua ni maji ya water, basi unakaribishwa kunipigia mimi simu, na nitawapatia namba yangu 0726 281867 0726 281867. Kukiwa na shida yoyote upande wa maji hapa Lamu, mwaweza kunipigia kwa masaa ya kazi, si wakati wowote. Kuna time zingine ni time za family, lazima pia tuchunge. Wakati wa kazi mwaweza nipigia time yoyote. Na jukumu la pili kuhakikisha ikiwa kuna jambo ambalo lafanyika, na ni jambo ambalo sikutarajia kabisa hapa kwetu kuliona jambo kama hilo. Sisi hapa Lamu ni katika jamii ya Kiislamu, lakini cha kuchangaza zaidi utapata kuna watu wetu bado wanaiba hayo maji. Nikielezea kwa ufupi, kuna khutba Ustadhi Aidarus, nafuatilia khutba zake kwa YouTube,
kuna siku ameongelea kuhusu mambo ya mekafilili, kama sijakosea ama nimemnukuu sawa, alisema kuna mambo wayafanyika mtu akiona kwa faida yake na huwa si sawa kidini. Kama mtu aibe maji kwa sababu yeye hana maji, ataka kutawadhi, ataka kupika, hivyo huwa si sawa kufanya. Kuna njia, kama kuna shida ya maji ama wataka maji, kuna zile njia za kufuata ili tukufikishie hao maji, sio kuiba. Sasa hiyo wakati ikiibwa, hiyo maji ya kuiba inaathiri ile ugawaji wa maji, na pia inaathiri katika bei. Nikifika kununukuu ya bei nitaelezea vile ambao hiyo maji inaopotea bado inatuathiri kama jamii. Leo zaidi nitakuwa upande wa jamii. Mimi maji yakipanda, maji yakikoseka, mimi pia naathirika. Mimi pia ni customer wa hii shirika, natumia maji ya Lamu Water. Nikiangalia na ni katika hiyo, baada tushaelewa ile maji yatoka na tuko na supply gani. Sasa kuna mitaa tumegawanya, na zone zote tuko na zone 10 hapa Lamu, tumezigawanya kivitabu, lakini vitabu vingine utapata vimeingiliana, tukagawanya kimitaa. Kuna tukianzia Uyoni, Tundani, Mkomani, area za pale County Council, Bahari Hotel, Msikiti wa Juma, tukienda Utukuni, Bajuri na Gadeni, Sofa, na hapa Police Line, Kijitoni. Kisha hiyo maji bado tunapeleka Kashmiri, Kandahari, Bombay na Manda. Sasa katika vile tushagawanya, kuna siku zingine ambazo zinatumika hususan kwa kujaza yale matangi yetu. Kama nimeelezea, maji yatoka visimani, na visimani mpaka pale matangi yako ni umbali wa takriban kilomita 3 mpaka 4. Sasa huwa kuna siku zingine tunatumia kujaza maji, sababu watu wengine wanapata hiyo maji kupitia gravity ya kutoka pale ofisini. Ile siku ya kujaza hayo matangi kuna watu hawapatikani, na siku yenyewe za kujaza matangi kwa wiki huwa ni siku 2, Jumapili na Alhamis huwa ni siku ya kujaza yale matangi. Kisha na siku ya Jumatatu pia ni siku ya kujaza matangi. Tukiingia siku ya Jumanne watafungulia upande wa Langoni, Riadha na Mainline. Nikisema Mainline ni ile laini kubwa ambao imebeba Mkunguni, Utukuni mpaka kufika sehemu za Uyoni. Kisha kuna na direct line. Direct line ni ile ambayo imetoka visimani direct kuleta hivi, ambao imebeba mitaa ya huku chini ambao ni Kashmiri, Idabo, Kandahari, India, yafika mpaka Bajuri mwisho. Na wakati wa kufungulia maji ni kutoka saa 12 kasrobo mpaka saa 2 asubuhi, ikiwa tangi limejaa full. Kama tangi halikujaa full, huwa inapatikana mpaka saa 1:30, saa 12:30. Na siku ya Jumatano ni siku ya watu wa area za seafront, upande wa baharini, ile line yote wanapata siku ya Jumatano, pamoja na watu wa Kijitoni na mtaa wa hospitali kubwa pale King Fahd kwa nyuma, pamoja na Idabo na watu wa Manda tunawapatia siku ya Jumatano. Na hiyo Jumatano ikifunguliwa saa 12 asubuhi, haifungwi tena mpaka saa 12 asubuhi siku ya Alhamis ndo tubadilishe tuanze kujaza matangi. Na siku ya Ijumaa ni kama siku ya Jumanne ambao tutafungulia hiyo Mainline ambao imebeba watu wa Mkunguni mpaka Utukuni, direct line Kashmiri mpaka Bajuri, na watu wa Langoni, Riadha. Na siku ya Jumamosi tutafungulia upande wa kama vile tunavyofungulia siku ya Jumatano. Jumamosi tunafungulia Seafront, hospitali King Fahd, Kijitoni na Manda, na muda wa kufungulia maji ni kutoka saa 12 asubuhi mpaka saa 12 asubuhi siku ya Jumapili, ambao tutabadilisha tuanze kujaza matangi. Hiyo ndo vile maji tunagawanya. Nikiingia kwenye upande muhimu sasa zaidi ni kuhusu bei ya hii maji.
na hiyo ndo kitu ambao inatuathiri kila mtu. Maji yakipanda ni kila mtu ameumia, lakini nataka kuweka wazi jambo moja, kuwa bei ya maji ya hapa haijapanda kutoka 2017 mpaka sasa hivi. Kwa ile taarifa kwa tumepatiwa ni kutoka 2017 ilikuwa expire mpaka 2020, lakini kwa changamoto za hapa na pale ile kubadilisha bei haikuwezekana. Nitaelezea ni changamoto gani ambazo zimesababisha hiyo bei isibadilike, lakini kwa hivi karibuni tunavyokaribia siku ya makaribu, tunavyokaribia tukifika mwezi wa 4 wa 5 inshallah biidhnillah, bei za maji zitabadilika na zitapanda kidogo, itakuwa ghali, lakini kutoka 2017 mpaka sasa hii bei ni ile ile, hakujabadilika. Yenye yabadilika mara nyingi ni matumizi, sio bei yetu. Huwa kuna sintofahamu hapo, bei na kupanda na matumizi. Na kulingana na hii mambo ya mabadiliko ya hewa, siku ya kiangazi maji huwa ni machache na matumizi pia yapungua, lakini sisi huwa hatufahamu hivyo, na ile siku ya mvua maji ni mingi na basi matumizi huzidi kwa mengi, na mara nyingi wakati wa mfumo wa mvua utapata kuna malalamishi mingi kwa tumepandisha bei, lakini tukikaa tukielezana utapata ni matumizi yameongezeka. Na kuna hoja ambao yani kama na shauri ile kwenye utumizi wa maji, kwa kama haya mashimo ya siku hizi ni flash. Wakati wa zamani ilikuwa maji ni kwenye ndoo, mtu ngia haja zake, pengine akatumia kopo moja peke yake na akamaliza ile haja yake. Yale flash huwa yanatumia maji mingi. Lile tangi la maji ya flash ni kutoka lita 8 mpaka lita 12, na haya matangi ya siku hizi huwa kuna baton 2, lakini pengine watu huona tu zile baton, hawaelewi zile baton zina kazi kubwa sana, hazikuwekwa tu kwa mapambo ama decoration. Kuna baton moja ni kubwa, moja ni ndogo. Ukiingia haja ndogo ile kama kukojoa nini, wa press ile baton ndogo ile, ukipress ile baton ndogo ni half flash. Sasa umetumia maji kama lita 4 lita 3, lakini ukipress ile baton kubwa ni full flash, umetumia maji lita 8 mpaka 12. Sasa ikiwa wewe katika utumiaji wako kwa siku utaflash yale maji, umepotea. Sasa kuna maji mingi twapoteza ambao hatuyaoni, twapoteza chooni. Na pia katika utumiaji wa maji siku hizi ni technology, lakini utumiaji wa makopo na shawa tutumia maji mingi kushinda kuoga kwa makopo. Hiyo ndo utaona bei imepanda, lakini bei haikupanda. Kama na hii taarifa yetu kama nilivyoelezea, nimesema ni kutoka 2017 mpaka 2020 ilikuwa imeexpire, lakini kama hujabadilisha taarifa unaruhusiwa kutumia bei ile ile iliyoko. Na hizi bei ni public, ziko intended kwa mtu yoyote kuona, na ziko under gazette notice namba. Kama mtu atakuwa interested akiingia kwa Google akiandika Water Gazette Notice number 7538 under Water Act number 43 of 2016 atapata zile bei zote za maji, ikiwemo la Muota. Pia hapo kuna bei ya maji ya kulingana na ile consumption yako, na pia katika hizo bei za maji kuna na bei zingine ambao malipo mengine ambao si malipo ya maji. Malipo hayo nayoongelea mimi ni wakati wa unganishaji ile maji, na ile siku nilielezea huwa kuna malipo mawili, lakini sikuelezea. Katika uunganishaji maji kuna malipo aina mbili, fixed deposit na connection charges. Ile fixed deposit huwa ni refundable upon termination. Mtu akiwa hataki tena, amepata mipango mengine ya kupata maji, akija akilipa lile deni lake lote atarudishiwa. Na hiyo fixed deposit iko na kiwango kulingana na ile connection yako. Kuna aina kadhaa za connection. Kuna domestic connection, hizi nyingi ambazo tunatumia majumbani kwetu, na ile domestic connection kwa majumbani fixed deposit yake huwa ni 2500, na hiyo fixed deposit nimeelezea ni refundable. Na kwa watu wa biashara
hoteli iko na kiwango wake kulingana na ukubwa wa ile hoteli. Watoaji watafanya assessment, tuangalia ule ukubwa wa hoteli. Hoteli kuna bei ya kutoka 5,000 mpaka 20,000. Kisha na pia kuna fixed deposit ya construction site. Kwa wale wanataka maji kwa upande wa ujenzi, fixed deposit yao huwa ni ghali kidogo, kutoka 10,000 mpaka 30,000, lakini ni refundable. Ile site ukimaliza, ukioshalipa deni lako lote, waja wa request ile 10,000 yako warudishiwa, kwa sababu umetumia tu ile maji kwa ujenzi. Na ina bei zake pia nitaelezea. Na bei nyingine ambayo sana yatumika ni kwa kiosk. Kiosk bei yake fixed deposit ni 5,000 refundable, na bei ya kiosk kidogo ina usahali kuliko ile domestic, kwa sababu tumekusudia kufanya hivyo. Yale maji yamekusudia kupeana kwa wale mahali ambao haiwafikii. Yaani yule mtu anauziwa lita 1,000 kwa shilingi 35, ambao na yeye amekubaliwa kuuza kwa shilingi 2 kwa mtungi wa lita 20 kwa zile sehemu za mbali. Kisha sasa tukija sisi domestic, tuko na categories. Kama ile taarifa ya kwanza iko kwa faida yetu ya wananchi, kwa sababu kuna kada imewekwa from 0 to 6. Nikisema 0 to 6, hiyo umesafiri, umefunga nyumba, umeenda kwa miezi 2 mitatu, kila mwezi utapata chini ya yani bili ya chini kabisa ni 300. Na yule pia atakayetumia 6, nikisema 6 hizi cubic meter nita translate kwa 6,000. Nikisema namba yoyote utamultiply by 1,000 utapata into liters. Sasa hiyo 0 to 6 unachajiwa 300. Kisha na kuna charge nyingine juu ya meter rent. Meter rent tuna charge kulingana na size ya ile mita. Hizi mita za nyumba nyingi huwa ni shilingi 50, sababu ni zile za half inch. Sasa ni ile 300 plus shilingi 50, ndo bili. Mtu wa chini kabisa bili yake ni 350, na kutoka 6 mpaka 20 bili inaongezeka kwa kila extra ile unit inaongezeka kwa shilingi 80, na kuendelea 20 mpaka 50 kuna inaongezeka kivake na kadhalika na kadhalika. Na kitu ambao inafanya hii tarifu bei bado ni rahisi, kwa sababu nimeelezea mada yangu ya nyuma, nimeelezea kuna players ambao wanasaidia sana jamii ili bei ipunguziwe. Kama hizi bei ambao tumepatiwa sasa si 100% cost coverage, imekuwa subsidized, nikimaanisha ile bei ambayo iko ina cover zile gharama za ofisi only 57%. Cost coverage ya hii tarifu ni 57%. Pengine takuwa mwajuliza hiyo 43% inatokea wapi? Sasa hapa ndo county government inaingilia hapo through the Department of Water, kwa wanatoa grant kusaidia kukava hiyo 43%, kuhakikisha huduma zimepatikana vizuri. Sasa hiyo bei ambayo tumepatiwa ni only 57, 43 inalipwa na county. Katika hiyo county ambao wanalipa hiyo 43% inatusaidia kulipa bili za umeme zetu, inasaidia kulipa wafanyakazi wale ambao wameajiriwa under national government ama under the county government. Pale Lamu Water kuna wafanyakazi aina 3. Grupu ya kwanza yalipwa na pale ofisi, grupu ya pili yalipwa na county government, na grupu ya 3 yalipwa na under national government. Sasa ona kuna jukumu kubwa limepunguzwa kwetu ili ile bei ya maji iwe sahali kwa kila mtu. Na nyingine sasa ile production yetu tunaangalia yale maji tunaotoa, na huwa kuna a certain levy tunalipia kwa wale Water Resource Authority ambao their mandate ni for catchment protection. Au Water Resource Authority wanachukua levy ya 3 up to 5% ya ile maji tumeproduce, tunalipa kwao kwa mwezi. Sasa yale maji ambayo yamepotea sisi bado huwa tumelipia, lakini ikija wakati wa kuformulate hizi bei, yani wao wanaangalia tu yale maji yametupotea. Ndio nikasema ni jukumu letu sote kusaidiana kupunguza yale maji yanayopotea. Basi tukipunguza hiyo na bili ya maji itapotea.
Na disadvantage nyingine ya hizi tariff structures za maji ambao zinatuumiza jamii, huwa tunapewa za minimum of 2 years. Sasa ukipewa hiyo bei, kubadilisha ni mpaka urevoke, urudie the whole process, na katika miaka miwili uchumi huabadilika mara nyingi, si kama bili za stima. Bili za stima huwazabadilika, fuel ikipungua, token kidogo zinapungua. Sasa sisi bei ni hiyo hiyo, bili ya stima ikipanda bei ni hapo hapo, ikishuka ni hapo hapo. Ndo kaunti wameingilia hapo, ile gharama ya stima wameichukua wao, ikipanda ikishuka wao wanalipa yote, na wale management ambao ofisi haina uwezo wa kulipa watu kama hao, kama directors, engineers na technical team wingi wanasaidiwa kulipa mishahara yao na county government. Wale mafundi nini ndo wanalipwa kulingana na ile collection ya wafanyakazi. Na venye yani mada ya leo sana sana inatuhusu sisi jamii na ofisi, mimi ningependelea maoni mpaka hapa nilipoongelea nitoe uwanja wa maswali, kwa sababu naamini leo kutakuwa na maswali mengi. Haya, naam. Kwanza na mimi bismillah. Sasa tufahamu katika maisha ya binadamu basic need ya kwanza ni maji. Na maji si external basic need, ni internal, kuingia ndani ya mwili. Sasa nyinyi katika jamii yetu ndio the first gate ya kuprotect. Sababu tunaamini nyinyi kwa ujuzi mlionao, ile maji kule kwenye visima, kwa elimu yenu mnafahamu kwamba yana uchafu kiasi gani, mtayatunja kwa kiasi gani. Sasa tunakuja nyinyi mko katika upande wa kando mambo ya economy na kusaidia jamii kusonga mbele. Katika binadamu pia maisha yetu mengine kuna jambo laitwa health. Sasa nataka kuuliza hii LAWASCO kwa maisha ya sasa tunayofahamu kwamba tunajua hizi tunazoziconsume, tunaokunywa, tunakula, zinaathiri maisha yetu kiasi cha kwamba maradhi makubwa kama kansa yamekuwa sana siku hizi, kama yanakuwa normal. Sasa vipi nyinyi LAWASCO mnafanya kazi gani katika kujitahidi update elimu yenu kulingana na kila science inapoendelea, kwamba tufanye, kuna element moja inaitwa fluorine ambayo imekuwa imeonekana katika science inachangia pakubwa katika long term kudhoofisha afya ya binadamu, na tunajua katika vitu zingine ambazo nyinyi mtumia, ingawa mwatia kwa kiwango kidogo, fluorine iko, si ndio bwana? Iko. Sasa je, changamoto, swali langu linakuja hapa, mna mikakati gani na watu gani ambao mnafanya kazi nao, ama kama hakuna mtafanya njia gani muwe nao hii sekta, ili na nyinyi pia mpate katika ile elimu yenu na namna ya kusafisha maji, muwe mtakuwa mkijiboresha ili kujaribu kufight na hii mambo ya health defects. Naam, nimelinukuu swali lako vizuri, na mimi nitajibu kulingana na ujuzi wangu na technical expertise yangu. Kuna mashirika kadhaa tunashirikiana nayo, ikiwemo Coast Water Development Agency ambao wao ndo wanatusaidia sana kuhakikisha maji yako sawa. Kisha na shirika lingine ambao tuko na wao tunasaidiana nao ni Public Health Department ya hapa Lamu County. Tuseme tuko na shortage ya madawa, wao wanakuwa quick to respond. Na mwingine key player ambao hafanyi kitu ni regulators. Kuna regulators ambao wana regulate hizi water service providers zote, wanaitwa Water Service Regulatory Board, WASRE. Hao regulators wanahakikisha maji ni safe and clean. Kuna data collection ambao tuna submit every month, na kulingana na results ambao ziko hapa Lamu, tumefanya sampling nyingi. Kukiwa na kisima chochote ama maji yana shida, tunakiabandon kabisa completely, no use. Kisha na kitu kingine ambao tunajaribu kubadilisha ni kutoka kwenye zile pipe kama galvanized iron pipe zile za chuma kuingia na hizi new technology pipes ambao tunatumia HDPE pipe. Ni long lasting na ni si rahisi kuzuia hizi coliforms. Kisha na maji yetu yani yako proven ni safe for drinking. Sasa ile ambayo tuwafanya si treatment,
tunaita tu disinfection, kutoa zile chlorine, na kuna allowable standard ambao yani twapima maji pale station kwetu, kisha na twapima before itoke kwa tangi. Kuna zile standard ambao yafaziweko. Ikiwa hiyo standard imepitisha, hatufungulii, na ikiwa iko within range ndo tutatumilia. Na pia hiyo tukienda hospitali, yani katika magonjwa mingi ambayo yanatokezea kulingana yanayosababishwa na maji, si maji ya ofisi, ni wale wenye visima private, kwa sababu ziko unprotected. Zetu ziko protected, na hiyo mambo ya residual chlorine tunafanya on daily basis, na bacteriological tunafanya on quarterly basis, pamoja na physiochemical. Nikisema physiochemical, tunaenda tupima alkalinity, salinity, zile dissolved solids. Kama kuna any extra alkalinity ama salinity, basi direct coast water na WASREB watatu advise tufunge hicho kisima haraka. Na pia kulikuwa na changamoto moja, unajua hii reticulation system yetu ni design ya kutoka wakati wa ukoloni. Alikuwa kunao zile pipe za udongo asbestos, lakini tumeshauriwa tuziabandon, na ndio maana utapata mara nyingine kuna shida, ni line kubwa ibidi tufunge kwa ajili ya manufaa ya health. Manake consumption ya ile asbesto ukitumia long run ndio yasababisha hizo cancer. Yale mabomba yote ya asbesto tumeyafunga, na kuna project moja ilifanywa 2016 na Wachina, ndio tukaweka hizi epoxy pipe ambao ni new technology ambao si rahisi kucontaminate magonjwa yote. Nimekujibu ama? Naam. Ina maana kwamba wale mwenye nyumba 20 ndiye atapokea pesa nyingi kuliko wale mwenye nyumba 1. Sasa mimi kero langu kwa hii Dawasco ni kwamba yani sisi damu leo ilikuwa kushinda ile damu ya zamani, na mpaka sasa huduma ambayo tunapata ni huduma duni, ambapo sasa hii damu tutajenga nyumba 100 hivi sasa atapatiwa mita ili kwamba nyinyi mpate kuchukua collect pesa. Kwa nini sisi ambao kutoka zamani tunatumia huduma yenu ya water, lakini huduma haiboreshi bali inazidi kufifia, na wakati wakitokea wale customer ikiwa nyumba 120 utatilia mita, na sikatai mwatilie kwa sababu ni haki yao, lakini kwa upande wenu nyinyi, kwa nini ile huduma badala ya kuboreka? Kwa sababu ukiwa na pesa nyingi Urongo na utapata kufanya maendeleo mengi, ukiwa na pesa kidogo utapata kufanya maendeleo kidogo. Sasa nyinyi mnakuleta pesa nyingi kwa sababu mmepata wateja wengi, lakini ajabu ni kwamba huduma yetu inafifia. Maji tunapata kwa uchache, maji ni Jumapili na Jumanne, kwa Jumatatu na Jumanne na Juma, lakini sasa ni Jumanne na Jumaa, na hiyo Jumanne pengine ni Jumaa kwa mfano tumeakosa, badala Jumapili mtu kadri ile siku nyingi hawa imepita sasa mpaka wiki hiyo yao. Kwa nini huduma utuboreshe na nyinyi mna wateja wengi? Naam, nikijibu kwa haraka swali la kwanza, sema wale wenye watu wengi na watu kidogo ni upe atalipa nyingi. Wajua yategemea vile unavyoliangalia lile jambo. Mara nyingine yule mwenye kidogo aweza kupata kipato kingi kushinda wale wengi, sababu ukiwa na kidogo yale maji yamfikia kila mtu tuseme, lakini mkiwa wingi na maji yakiwa kidogo, kuna maji mingi yapotelea katika pipe. Ndo nimetangulia kusema kuna maji yapotea, na tunapoteza maji takriban 45%. Hiyo maji ukiangalia hiyo maji inavyopotea sasa, kama kiupande mimi sasa kama technical advisor siangalii upande wa ile maji na yanayopotea, naangalia ni tumepoteza pesa ngapi, na hiyo pesa kama tuliipata ingilitusaidia kurekebisha wapi na wapi. Wewe utaona tu ni maji 43 ukiangalia ni kidogo, lakini nikikwambia kiwango cha ile pesa imepotea by hiyo 43% ni pesa nyingi. Lao sisi na nyinyi tutashirikiana hayo maji yapotee, tungilikuwa tumefanya mambo mengi. Hiyo 45 ambayo nakwambia takriban kwa mwaka
tumepoteza milioni 20 kwa hayo majambo yamepotea, hatujui yako wapi. Ni milioni 20 zimepotea. Kisha na sisi kama Lamu Water ni water service providers. Katika zile sheria nimeelezea, kuna watu ambao wanashughulika na mambo ya development, na zaidi development iko under county government na national government. Sisi hatuna uwezo lao, hizo bei zenyewe tumesaidiwa, maana ile bei imekuwa subsidized. So kulingana na kisheria, water is devolved, ni haki ya kila mwananchi kulingana na katiba ya Kenya. Kwa hivyo yafaa tufanye ile maji ikuwe affordable mpaka kwa ule mtu wa chini. Sasa ile bei ambayo tumepeana hatutengezi faida yoyote, na bado pia ni only 57%, 43 tusaidiwa. Kisha na upande mwingine nikielezea kwa haraka, miaka ya nyuma na miaka sahii population influx imekuwa nyingi, kwa sababu kuna mambo mingi, yani ni mada ya siku nyingine, yani vitu gani zimechangia population ikiwa kubwa. Na population ikiongezeka mahali, demand yaongezeka. Demand imeongezeka, supply sisi tumekewa kikwazo tusipitishe lita 1000 cubic meter per day tusipitishe. Tukipitisha tutapokonywa ile leseni, kuhofia ile maji yatabadilika chumvi. Sasa kuna mambo mingi ambayo ndo yanatufanya tusiweze kupeana maji kwa kila siku. Nasema ikiwa mmepewa leseni ya kukontrol kiwango cha maji, kwa nini na nyinyi hamweki sheria ya kukontrol kiwango cha utumiaji? Kwa mfano leo kila siku kwenye nyumba mpya sitatizo, huwezi kukataa development. Swimming pool yaongezeka kila siku, kuna uwezo wote wa kucontrol hizi? Naam ustadhi, hapo tunao. Mara nyingine watuangalia kama si kitambo, kuna uyafika muda twafunga new connection. Mtu yote akitaka maji tumwambia kwa sahihi hatuchukue, kulingana na ile hali imetulazimisha. Twataka watu lakini tumwambia haiwezekani kwa sahihi, ngoja tuangalie hali ya hewa nini kule, ikiimprove ndo na sisi tutachukua. Kama tumeanza kuchukua hizo connection mpya baada tumesaidiwa kujengewa visima 4 under World Bank ambao vimemalizika recently 2024-2025 tumeongezewa visima 4. Tulivyoongezewa hizo visima na sisi ndo tukaanza kuchukua. Hiyo ni kama nilitangulia kuelezea, kitu yoyote ambao yani hii water ni ground water na kiko chini, hiyo huwa haiko tena kwetu, iko under Water Resource Authority. Water Resource Authority kazi yao kubwa ni kupeana hizo permit na license za kufukua visima na nini, na ambao lengo lao kubwa ni catchment protection. Kuna hydrological survey imefanywa Lamu mzima kujua ile kiwango ya maji Lamu iko. Sasa wao ndo wanapeana hizo instruction, na pia kulingana na hii new act ya Water Act 2016 wanasema kisima chochote ambao kiko motorized yafaa kiekewe mita kisha wasubmit levy kwa hao Water Resource Authority, lakini hiyo haiko under Lamu Water. Lamu Water ni water service providers. Ukiingia hiyo Water Act 2016 kuna hao players kama utaelezewa Water Resource, kuna Tribunals Water, hiyo walikuja Lamu ikawa challenge kwao, lakini kaunti zingine washaanza kuweka, hata kama ni private borehole yako iko motorized waekewa mita na wa submit levy to the Water Resource Authority, na hata walikuwa ukikosa kufanya hivyo walitoa penalty ya up to 1 million ama 2 years of imprisonment ukikataa kucomply. Ziko hizo sana. Wa salam. Leo nimesikia kusema kwamba kaunti ya subsidy kwa wananchi wa Lamu ile maji ya ile bei. Kwa hiyo nimeuliza ile siku kaunti ikaamua ni subsidy iondolewe, kumaanisha bei itapanda, na bei ikipanda itapanda kila mtu, na supply yenu ni low.
Naam, hizo ni vipengele viko under national, kama venye katiba ya Kenya inasema water is devolved, na Kenya inasema kila mtu apate maji at affordable. Sasa hiyo county si kuwa mara nyingine wao ni willingness county zingine hazitoe, lakini serikali kuu yaweza kukulazimisha ukatoa hiyo subsidy. Ikiwa bei imeshoot lazima musubsidize, iko under Water Act. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Naam, kama umetaja hiyo desalination, desalination is not a solution for a water service provider, kwa sababu desalination, ile maji ya desalination, it is not commercially viable. Yani cost ya kuproduce hiyo maji vis-a-vis ile cost ambayo tutauzia hazioani. Lakini kuna solution mbili under the national government ambayo iko na kulifanya survey recently 2025 by hydrologists wa national government. Wame identify Lamu County is part of the few county ambao kuna aquifer yaitwa Neostratum, inaaminika kwa chini kwenda chini mita 500 kumeaminika kuna mto ambao una maji mingi, ambao ikijaribiwa tukistrike huo mto after 500 meters kutapatikana maji mingi ya kutosha the whole county government, wacha hapa Lamu ya kusupply county government mzima. Na njia ya pili pia kuna survey mbili zimefanywa kutoa maji kutoka Lake Moa kule Witu, zote ni ziko under the national government. Walivyoona ile budget yake imekuwa kubwa zaidi, ndo wakafanya tena survey, waka identify hiyo Neostratum ambayo iko 500 meters below the ground. Naam. Wa hadha, salamu alaykum. Shukran ustadhi, ameneomba nimalizie kwa hapo. Asante. Shukran.